anastahili makofi hayo na zaidi ya hayo kwa yale ambayo anakwenda kuyafanya ndani ya klabu yetu. Hii ni ndoto ambayo tumekuwa tukiishi kwa muda mrefu, kuiona Simba inakuwa ya kisasa zaidi, na hatimaye sasa Simba inakwenda kuwa ya kisasa zaidi. Yote ambayo mkurugenzi wa J-Root ameyataja hapa ni mambo ambayo yanakwenda kukamilika ndani ya miaka 5 kuanzia hivi sasa. Kwa hiyo mawazo yote tuliyokuwa nayo ya kwamba tunahitaji kuwa na kiwanja chetu, tunahitaji kuwa na training facilities za kisasa, tunahitaji kuwa na medical center ya kisasa, yote yanakwenda kukamilika kuanzia hivi sasa. Na hizi sio hadithi za alinacha, hizi ni hadithi za kiutekelezaji ambazo zinakwenda kuanza utekelezaji wake muda mfupi kuanzia sasa. Ukitaka kuona J-Root hana mbambamba baada ya kusaini mkataba, ingekuwa mtu mwingine angesema subiri kwanza niuze jezi nione nimepata kiasi gani ndio nianze kuwekeza fedha. Lakini baada tu ya kusaini mkataba akawekeza 30% ya mkataba wake, kwa maana 30% ya bilioni 5.6. Huyu mtu sio wa kawaida. Makofi mengi tafadhali. Amezungumzia uwanja wa watu 10,000 mpaka 12,000. Unaweza ukadhani ni uwanja mdogo sana, lakini ni uwanja ambao Simba Sports Club unatutosha mno. Kama mechi zetu za ligi tunacheza katika uwanja wa Manispaa ya Kinondoni ambao unaingiza watu 4,000. Huu uwanja watu 10,000 mpaka 12,000, maana yake ni viwanja viwili kutoka katika kiwanja cha KMC. Ni kiwanja ambacho Simba kinatutosha sana kwa ajili ya mechi zetu za nyumbani. Maana yake ni kwamba tumestirika sasa, tutacheza nyumbani kwetu. Kama itakuwa ni Bunju, kama itakuwa ni wapi, viongozi wetu watafanya kazi hiyo ya kuelekeza uwanja ujengwe wapi. Lakini vile vile imezungumzwa sala la kutengeneza viwanja vya mazoezi, kwa maana training center. Timu yetu ya vijana ya under 20 wanacheza katika uwanja Kukodi. Timu yetu ya wasichana Simba Queens wanacheza katika uwanja Kukodi. Timu yetu ya Simba Senior Team pekee ndio ambayo inafanya mazoezi katika uwanja wetu wa Mo Simba Arena. Chini ya J-Root, timu zetu zote hizo 4 zitakuwa zikifanya mazoezi katika viwanja vyetu sisi wenyewe. Hii ni kusema ya kwamba wale waliokuwa wanatukodisha waanze kutafuta wateja wapya. Kuna ndinga mpya inakuja, inaitwa Iliza. Iko timu inamiliki gari aina hiyo, lakini hiyo sasa itakuwa ya zamani. Anayoleta J-Root ni ya mwaka 2025. Kimwasu tunakwenda kukizindua wenyewe. Makofi mengi kwa J-Root. Lakini jambo moja la muhimu kuelewa, J-Root ametaja vitu vingi sana ambazo Simba itakwenda kunufaika kutokana na mkataba huu. Unaweza ukafikiri ya kwamba hizo benefits ambazo Simba anakwenda kunufaika nazo zinaingia kwenye ile 5.6 ya mwaka. 5.6 ya mwaka inabaki kama ilivyo kavu, na hizi benefits nyingine tutaendelea kuzifaidi kama zilivyo separately. Ndugu zanguni, wakati tunamsifia na kumpongeza J-Root, tuna kila sababu ya kuwasifia na kuwapongeza viongozi wetu, tukianza na kamati ya tenda pamoja na bodi ya wakurugenzi. Wao kuwa na maono mapana, kuwa na maono makubwa,
wakafikia maafikiano ya kumchagua Jairut. Kati yetu hapa hakuna yeyote aliyekuwa anajua nani ameshinda ama nani ameomba. Maana yake ni kwamba wangekuwa ni viongozi wenye hila, wangekuwa ni viongozi wanaojali maslahi yao, wangeweza kumchagua mzabuni yoyote. Lakini kwa kuwa wameweka mbele maslahi ya klabu, wameona Simba inakwenda kunufaika pakubwa kwenye mkataba huu wa Jairut, wakamchagua huyo. Lakini kama haitoshi, ili kumpa muda mdhamini aweze kutekeleza kile alichokipanga, wakampa miaka 5 ili aweze kufanya kile ambacho anakihitaji. Nyote mnakumbuka tulikuwa na mikataba ya miaka miwili, lakini kwa mara ya kwanza mzabuni amepewa miaka 5 ili apate nafasi ya kujimwaya afanye kile. Wanaingia kwa kugonga hodi, ataniheshimu. Lakini vile vile tunajengewa studio ya kisasa kabisa kwa ajili ya kurusha ama ya kutoa matangazo yetu. Hili ni jambo kubwa na ni jambo la maana kweli kweli. Kwa sasa mitandao ya Simba Sports Club ndiyo inayoongoza Tanzania na Afrika Mashariki na Kati, tukiwa na wafuasi wengi kwenye kila mtandao ambao tunamiliki. Hiyo ni kabla hatujajengewa studio ya kisasa. Imagine tukijengewa studio ya kisasa, tutaendelea kukimbiza vibaya mno. Kwa sasa Afrika hii mshindani wetu ni Al Ahly, lakini kwa studio hii itakayojengwa tunakwenda kumpita Al Ahly. Baada ya kusema hayo, ndugu zanguni, niseme tu ya kwamba mchakato wa jezi wa Simba umepitia safari ndefu sana. Miaka ya nyuma huko jezi tulikuwa tunashona, Mzee Kisiwa amevaa jezi ya kushona, anakumbuka vizuri, tulikuwa tunashona kwa mhindi mmoja Kariakoo pale, tukavaa hizo jezi. Wakati mwingine tukawa tunavaa jezi kutoka timu za nje tunavaa. Yote hiyo ilikuwa ni safari ya Simba kwenye ukanda. Tutakuwa tukulipi. Akaja U-Sport akaanza kututengenezea jezi za kisasa kwa kipindi hicho, na Simba tukavaa jezi hizo kwa kipindi kirefu. Baada ya kuvaa U-Sport kwa muda mrefu, hatimaye kwa mara ya kwanza tukapokea fedha nyingi kutoka kwa mzabuni wa jezi. Wakati huo kila mtu alimshangaa kumuona amewezaje kutoa fedha ya namna hiyo kwenye jezi. Si mwingine alikuwa ni Fred Vunja Bei kupitia Vunja Bei Group. Kwa mkataba wa miaka 2, Vunja Bei akawekeza bilioni 2. Ilikuwa ni fedha nyingi sana kwa wakati huo, na kila mmoja hakuamini kama Vunja Bei angeweza kutoa fedha hiyo ama angeweza kuishi mkataba huo. Lakini kwenye kipindi chake cha miaka 2 akafanikiwa na akazipandisha thamani jezi za Simba Sports Club. Miaka yake 2 ikaisha kwa thamani ambayo Vunja Bei aliipandisha. Mdhamini mwingine akaja akaongeza dau juu yake, naye si mwingine ni Sunderland the only one. Kwa kipindi cha miaka 2 Sunderland the only one akawekeza bilioni 4, bilioni 2 kwa kila mwaka, na yenyewe ilikuwa ni fedha nyingi mno miaka 2 iliyopita. Na alifanya hivyo kwa sababu alipokea kijiti chenye thamani kutoka Vunja Bei, na yeye akaipokea Simba Sports Club, akaiongezea thamani jezi yetu, na akafanya kazi nzuri kwenye kipindi chake cha miaka 2. Baada ya Sunderland kumaliza miaka yake 2, thamani ya jezi ya Simba
imeongezeka maradufu, na ndio maana usiku wa leo tuko hapa kupokea bilioni 5.6 kwa mwaka, sawa na bilioni 38 kutoka J-Root. Ni kutokana na mlolongo wa thamani ambao umefika hapa hii leo. Kwa hiyo tuwapongeze wazabuni wote wa jezi waliowahi kufanya kazi na Simba, wametufikisha hapa kiasi cha kupokea fedha hii. Maana yake ni kwamba mtu mwenye ndoto ya kutengeneza jezi ya Simba baada ya miaka 5 aandae fedha nyingi kweli kweli, kwa sababu thamani ya Simba hairudi nyuma. Sasa ni muda wa kukabidhiwa kile ambacho tumeahidiwa. Nichukue nafasi hii kukualika kwenye stage mwenyekiti wa klabu ya Simba Urtaza Mangungu, lakini vile vile nikualike mwenyekiti wa kamati ya tenda Dr. Saif Muba, nikukaribisha vile vile mtendaji mkuu wa klabu ya Simba Bi Zubeda Hassan Sakuru, pamoja na mwenyekiti mstaafu Salim Abdallah Twayegeni, pamoja na mdhamini wetu Mzee Mihayo, tuje tukabidhiwe kitita chetu. Na kutoka J-Root ni kualike kwenye stage mkurugenzi Bwana Joseph, pamoja na mkurugenzi wa uwekezaji Bwana Israel Mwai Babile, pamoja na mkuu wa idara ya sheria, na vile vile karibu hapa tuje tukabidhiane kitita hichi. George, naomba mzigo.